Tapiga mfano kwa wepesi haraka haraka. Tulisema huyu ni maiti ya mwanadamu, mathala amekufa, amelazwa hivi, sawa. Sasa wewe ndo mwoshaji, ukienda kule mochwari usifike tu na kurupuka na mwaga maji tayari. Yaani tukusikilize zaidi na uangalie vitendo ninavyofanya, ambayo haya nayaeleza ndio haya ambayo tumeyasoma kwenye vitabu. Cha kufanya wewe ukifika pale unakagua viungo vyake, je, vimekakamaa? Sawa. Kwa sababu kama tulivyoeleza, mtu akifa viungo vinajikunja hivi. Kwa hiyo ukiona viungo vimeanza kujikunja, unaona kama hivi, unafanya hivi, unarudi hivi, na hiyo inakuwa hivyo hivyo. Sawa. Kwa hiyo unatakiwa ufanye kazi ya kulainisha mikono, vidole huku, sawa sawa. Kama macho yamekodoka, yanaangalia juu, unayafumba taratibu, sawa. Mdomo uko wazi, unatakiwa kuufumba, na hapa ndio penye kazi, kwenye kuufumba mdomo. Ikiwa amekaa kwa muda mrefu uko wazi, sawa. Lakini ukifanya taratibu, na kuna mafuta pia unapaka mafuta kwa ajili ya kulainisha, la basa fi hadha, ili viungo vilainike na virudi sehemu yake. Tayib, kisha baada ya hapo wewe mwoshaji, kama maiti ipo kwenye kitanda ambacho ni flat kama hiki, unatakiwa muinue hivi, sawa. Umuinue kidogo, kama unaweza mwenyewe utamuinua kwa mkono wa kushoto, alafu mkono wa kulia unafanyaje? Unapitisha hivi tayari. Unakamua kidogo kidogo, sio unakamua kwa nguvu sana, la, kidogo kidogo tu, na unamuinua kidogo kiasi. Ndio katika maelezo katika nuskha hii kwamba anamuinua mpaka karibu na kama vile anataka kukaa, sawa. Lakini usimuinue sana kama tulivyoeleza kwamba unamkalisha kabisa hivi. Wengine wanawakalisha maiti na kufanya mikono yao hii ishike kabisa kwenye vidole vya miguu. Hii haifai, sawa sawa. Unamuinua kiasi tu kwamba ukifinya hivi, kama kuna uchafu ambao uko tayari kutoka, ufanyeje? Utoke. Kisha baada ya hapo unavaa kitambaa. Kwa hiyo utavaa kitambaa mkononi, sawa sawa, ima ni mkono huu au mkono wa kushoto. Kisha unamnawisha sehemu yake ya siri ambayo imetoka hiyo najisi, utamnawisha. Na wakati huo akiwa katika shuka lake lile la kumwoshea, ambayo tulielezea siku ile kwamba inatakiwa afunikwe shuka wakati wa kumwosha, sawa sawa. Na baada ya kuondosha zile nguo zake, baada ya kumwondosha nguo zake, anafunikwa shuka la kuoshea, ambayo shuka hilo linafunikwa kuanzia kitovuni mpaka magotini. Kwa hiyo utaingiza mkono wako ndani ya shuka chini, huku unamsafisha kuondoa najisi, huku anakumiminia maji, sawa sawa. Kwa hiyo ukihakikisha najisi imeondoka, ile kitambaa ulichovaa kile unakitupa, kile kitambaa ulichovaa unakitupa, kwa sababu kimeshika najisi tayari, hakifai tena, sawa sawa. Kwa hiyo unabaki na gloves zako. Ndio maana inatakiwa wakati mwoshaji, inatakiwa mwoshaji uwe umevaa gloves. Kitambaa yani hakina utaalamu wa kufunga, vyovyote vile utakavyofunga, sawa. Ahamu shay yani uonekana umefanyaje, umeziba mkono wako, usiguse utupu wa maiti mubashara, sawa. Usiguse utupu wake mubashara bila kiziwizi. Kwa hiyo hii ni khirqa hii, sawa. Kwa hiyo unamstanjia huko, sawa. Wanakuminia maji huku na huku, unamstanji na kusafisha ule uchafu. Kwa hiyo ukishaondoka unavua, hakifai tena, tayari. Tayari, baada ya hapo hatua inayofuata unamshikisha, unafanyaje? Unamshikisha udhu, sawa sawa. Unamshikisha udhu wa swala. Sio tunajua namna ya kutia udhu, si ndio? Kwa hiyo unamtawadhisha maiti kama vile unavyotawadha wewe, kwa kufuata taratibu na viungo vya udhu. Kisha baada ya kumaliza kumshikisha udhu unafanyaje?
ndio tunaingia kwenye kumosha. Tunaanza nini? Kichwa, mkumbuke, sawa? Unaanza kichwa, kwa utaosha kichwa chake, na tumeeleza hapa, na ndio tumeanza nayo leo. Kwa utaosha kichwa chake kwa maji ya povu kama ni mkunazi, sawa, au kama ni sabuni utapaka sabuni, na huku unasafisha, yaani unasugua kichwa kama unavooga wewe, unajisugua, sawa sawa. Kisha unakumiminia maji wale wanaokusaidia, unasafisha kwa kuondoa nini? Povu, sawa sawa. Kimalizika unakuja upande wa kulia sasa, unaanza hapa kwenye bega lake la kulia, sawa, unakwenda na mkono, kisha unakuja upande huu mpaka kwenye mguu wa kulia, sawa, na unakuja mpaka upande huu wa tumbo upande wa kulia, lakini kisha unamuinua hivi, sawa, huku ndio kulia kwake, unamuinua hivi, unakumiminia maji. Kama unapaka sabuni kwanza, unatulia, unapaka sabuni, kisha unaweka sabuni pembeni kama ni ya kipande, unakumiminia maji, unatoa sabuni, sawa sawa. Kisha unakuja upande wa kushoto kadhalika, unapaka sabuni, unaanza mkononi huku begani, unashuka, unakuja hivi kadhalika, unamgeuza hivi, sawa sawa, unamgeuza upande wa huku. Lakini wakati unageuza huku usiache wazi hapa ambako unajua kuna tupu yake ya nyuma, usiache wazi, hamtaki kuona, unafunika huku. Shuka inatakiwa iwe kubwa kidogo la kumtosheleza, unafunika, unaingiza tu mkono kwa ndani, sawa sawa, alafu unatiliwa maji, unamsafisha, unaondoa sabuni. Kwa ukihakikisha mwili wote sabuni imekata, hili ni josho la kwanza, hii ni josho la kwanza. Unarudia tena kwa mara ya pili, unaanza tena kichwa, unamosha kama ulivyofanya mwanzo, unashuka kulia, pande ya kulia unakuja pande ya kushoto, sawa sawa, kama ulivyofanya mwanzo. Shehe, unaona, kwa sababu wewe ndo umeleta maslahi ya watu wote kwa ajili ya kurudia hili. Kwa hiyo inabidi uwe makini sana, na baadaye nitakuuliza, sawa sawa. Kwa hiyo unarudia kama ulivyofanya josho la kwanza, ufanye la pili kadhalika, la tatu. Lakini unapoosha josho la pili, wakati unapitisha mkono wako kupaka sabuni, unafinya kidogo, sawa sawa, unafinya kidogo tumboni, ili kama kuna kingine kimebaki katika uchafu kifanyeje, kitoke, kisije kikatoka baadaye ikachafua sanda, sawa sawa. Kwa ukishakamilisha ile mara ya tatu, kwamba naishia mara ya majosho matatu, khalas, ile josho la mwisho ndio inapendeza kutia nini, kafuri, yale maji, sawa, maji ile ya kumsafishia. Na ile ya tatu, kama utaona hakuna haja ya kupiga sabuni, basi usitumie sabuni, wakumwagie maji, wakumiminie maji, huko unafanyaje, unasugua mwili wake maji ambayo yametiwa manukato, sawa sawa. Kama kafuri hakuna, basi unaweza kaweka manukato yoyote tu kwenye maji, alimradi maji yanafanyaje, yananukia. Kwa ukimaliza hapo, maiti wetu tayari yuko tayari, amesafika. Tunaleta shuka, tunaleta shuka la kumkaushia, sawa, tunaleta shuka la kumkaushia. Ile shuka, sema shuka lenyewe hili kubwa sana, shehe inachukuliwa shuka, anafunikwa, sawa, anafunikwa. Kisha mfunika, ima mnaweza mkamfunika mwili wote au mkafunika nusu. Tunataka hapa cha kwanza tutoe ile nguo ya ndani, ile shuka tuliomoshea ile, sawa. Kwa hiyo mnafunika ile shuka ambayo ni kavu, alafu huyu wa huku anavuta, sawa. Mtu yoyote kama pande yoyote tu anavuta, anatoa ile shuka lililoloa lile ambayo ndio tumemoshea, sawa, linatoka. Likishatoka anabaki na hili jipya ambayo shuka kavu, sawa sawa. Kwa hii ndio mnakuwa mnamkaushia, kama vile ukifunika shuka mtu unakuwa unamkaushia hivi, sawa sawa, unamuinua hivi, unakaushia na ile nguo hiyo tayari. Kishamaliza mnabakisha hapo, ndio mnamnyanyua sasa, mnampeleka kama ni sehemu nyingine ya kumvesha sanda, au kama mnamvesha sanda hapo hapo, kama kitanda cha kumvesha sanda ndio hicho, basi ile shuka lile ambayo ni la kumkaushia utamkausha vizuri, alafu mtaleta kama ni kitambaa kingine, ufuta maji yale kwenye kile kitanda, sawa sawa. Unafuta maji ili kitanda kiwe kikavu. Kuja na huku mmemfunika tayari.
Baada ya kuhakikisha hapa pamekauka, kazi sasa inaanza ya kukafini, ya kumkafini maiti, kumvesha sanda. Tunamveshaje? Ndio tunaingia. Tumeelewana Waislamu? La, mwanamke afungi na kamba, zile nywele zake hawazifungi na kamba, wanazifunga tu zenyewe. Wenyewe wana utaalamu wa kuzifunga. Sawa? Yale mabutu wanawake matatu yale hawafungi na kamba, la. Wanafunga wenyewe, nywele zenyewe wanazifunga. Kiwa na nywele nyingi zinafungika. Naam. Hapo tumetoka kwenye mlango wa taghsilu almayit, kumuosha maiti. Hivyo ndivyo anavyooshwa maiti, kabiran au saghiran. Sawa? Saminan au nahifan, mkubwa kwa mdogo. Kama mdogo amefikia umri, yani umri wa kufanyaje, wa kuoshwa. Lakini hata kama wewe ni mnene kiasi gani au mwembamba vipi, ndio anaoshwa hivyo hivyo. Sawa? Au awe shekhe vipi, shekhe mkubwa, kwamba labda mashekhe kuna namna ya kuwaosha, la, wote kaifia ya kuwaosha ni namna hiyo hiyo iliyokuja katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayib.